Remote kwa. Hiyo hapo. Mbona imewaka? Alikuwa waki hiyo. Si. Hiyo ilikuwa iwaki, nimehangaika kweli siku mbili. Labda uko umefika wewe. Hiyo inafanya kazi. Shukuru kama imewaka. Ilikuwa iwaki hiyo. Hiyo msima. Sasa mimi hapa nina shida na wewe. Ukiachana na habari ya TV. Shida gani? Kwanza samahani kwa usumbufu. Nakupa pole kwa sababu nakusumbua. Mimi hapa nina shida. Mume wangu hayupo. Siwezi kupata miezi 4. Kazi yake udereva hiyo inamfanya hata sirudi nyumbani. Sijui ni kweli ni kazi au sio na mambo yake, yani wewe tuache. Ile kifupi haipo hapa nyumbani. Na kama unavyoelewa tena ni mtoto wa kike. Na damu inatembea. Kwa hiyo hili hapa nimekaa nimefikiria mambo kusaidia. Naomba tu nisaidie. Sina nia mbaya na wala sina lengo baya na wewe, ila shida zangu ndio zinanifanya nikutafute. Consolata, wewe mke wa mtu. Hiyo unafikiri mume wako akija hapa tupo katika hali kama hii, mbona unataka kunisababishia matatizo? Yaani kusula niachie mimi, kuja hawezi kuja. Na ninajua, yaani kuja hawezi kuja, ndio maana hata nifanya maamuzi. Shida sio kurudi, shida madhara atakayokuja. Inaweza katokea madhara makubwa. Mimi hapa nimehifadhiwa tu. Kumbuka mimi mwenyewe na matatizo kibao. Mimi naomba unisaidie tu. Hapana bwana. Kwa swala hilo haliwezekani. Sikiliza. Sikiliza nikwambie. Naomba unisaidie. Siku moja tu kwa ajili yangu afanye usifanye. Sasa inawezekana vipi lakini naomba unisaidie leo tu. Sasa ni kwani nafasi gani? Hivi kwani mimi niangalia kwanza. Sina hata mfuto angalau kidogo. Mungu zako bwana. Lakini sio vizuri. Hivi mwanangu, unajua hii dunia si kila unachokiona katika macho yako wewe unakihitaji. Hapana. Yaani unalikizo mwezi mmoja tu mama. Mara hii umeshaanza kubadilika, kucha umepaka rangi, na vidole yako umebadilisha. Hivi mwanangu, nafikiri dunia ni ya kwako? Mama, hii dunia inapita tu. Hayo ambaye leo unayakurupukia yapo, utakutana nayo tu mama. Wakati huu sio wa kwako. Dunia hii ni kubwa tena ni pana, lakini si kila unachokiona katika ulimwengu inapaswa wewe ukifuate. Hapana mwanangu. Mama nikushauri na nakunasihi. Hayo maisha hayakufai. Hayo mambo ambayo unayavamia utayakuta baadaye, baada ya kumaliza mambo yako yote ya masomo kadhalika na kadhalika. Kwa sasa hayakufai mwanangu. Unanielewa sijui? Shika hayo mama. Nakushauri tena kwa makini kweli kweli mwanangu.
hivi vitu hivi. Ona kwanza vidole vyako. Wewe si bado mwanafunzi wewe? Mara hii umepaka rangi kucha. Vidole umepaka rangi. Nakushauri na nakuomba achana na vitu hivi mpaka muda wako utakapofikia. Usia wangu kwa ufundi huu. Muda huu kwa wewe ni muda maalum kabisa kwa ajili ya kusoma. Hii ndio kila kitu. Kumbe mpo? Tupo. Karibu. Asante. Karibu. Nenda kanaongea mamako kwanza. Ukabandike maji ya kuoga. Mbona mnapeana usia na mtoto wako? Aswa, ni binti yangu tena nampenda sana. Na inafaa hasa watu wa kike watu wape usia mapema zaidi kwa sababu wao huona vamia maisha kabla bado wakati wao. Ni kweli mama. Karibu mke. Asante. Sasa mimi nilikuwa na jambo hapa nataka tuongee. Lipi tena? Mimi nataka kutoka kidogo. Toka tena? Nataka nende niwasalimie kwa majirani. Mara umeanza mke wangu. Umerudi asubuhi. Narudi sio muda, umeanza wivu wako. Hivi ni kwa kitu mke wangu. Unakumbuka kama umeingia hapa leo asubuhi? Leo unaingia hapa nyumbani kwako. Hata masaa 3, 4 mbele bado. Mara unaaga kwenda kuzuru kwa majirani, marafiki. Hivi kweli mpango kusahihi? Nimekwambia nenda kuzuru. Nenda nasalimia tu narudi mara moja. Inaonekana ulikuwa una umuhimu zaidi na majirani zako, marafiki zako kuliko mimi mumeo. Na mtoto wako, huna hamu naye wala mimi mumeo huna hamu na mimi. Umeshaanza mume wangu. Yote yanatokea wapi? Nikuuliza kitu. Wakati unatembea huko unaondoka ama ulipoondoka hapa nyumbani, mimi nilifikiri labda ndani ya muda huu mchache tuliokuwa tumetengana baina ya mimi na wewe kuna kitu tutakuwa umejifunza kutokana na makosa, kumbe umerudi unaenda na yale ambayo ulikosea. Hivi kweli uko makini na maisha mko? Mume wangu anatoka wapi? Basi acha nirudi, nibaki tu basi nisiende. Maana naona ushaanza zogo tayari sasa. Sina zogo mtu wangu, hebu jifunze kwanza kutokana na makosa. Wewe vipi mama watoto? Kwa mimi nilikuwa nimemtuma dukani. Dukani usiku peke yake? Dukani si hapo tu barazani. Basi sawa, akija utamsalimia mimi naondoka zangu. Hebu nisikilize bwana. Kwanza ungemsubiri. Kwa sababu mwanao toka juzi jana. Unajua anasumbua usiku. Analia anamtaka baba yake. Jana juzi analia ananitaka mimi. Kwani nyinyi mmekuja karibuni tu pale nyumbani? Usiku ndo anavolia, sio mchana. Analia anakutaka wewe, namtaka baba yangu. Sawa, ananitaka mimi kivipi? Yaani ananitaka mimi anione, ananitaka mimi anataka akuone kitandani umelala na wewe. Yaani maana yake mimi nije ndani muone mama yake anione na mimi. Kwani maajabu hapo kuingia huko ndani ukalala? Au hujawahi kulala? Nishakuelewa maana yako ni nini. Swala hilo halitawezekana. Kama ndo atalia atakesha. Mimi nakwambia kabisa. Swala kuonekana eti mimi anione hapo, hiyo mbinu hiyo ya kitoto. Tafadhali bwana, nishakwambia. Akija utamwambia mimi nilifika. Mimi sasa mbinu hiyo ya kitoto kwambaje? Nenda naye vipi kula wakati mimi na nini? Kinakushinda, kigugumizi kinakukuta. Wakati kule kwamba kule kwa sababu kuna Aziza, si ndio? Unashindwa kumchukua mtoto wako kwenda kulala na Aziza. Toka nje ulale huku sasa. Kwani umekatazwa? Umefukuzwa? Si umejifukuza mwenyewe? Sio kweli bwana mada hizo. Yaani hata mimi nakujaje kwa naanzia wapi na kivipi? Kwanza nilikuwa nakufanyia utani tu. Nilikuwa yaani nakupima, nikuangalie. Mpime nani bwana mbinu hizo za kitoto? Nilikuwa nakuangalia mbinu gani wewe? Nani kwanza nakuhitaji urudi tena hapa? Nenda. Umeona sasa madhara ya udoaji? Umeona madhara ya udoaji? Hivi vitu ulivyoleta mwenyewe anajua. Anajua kwamba hivi vitu vina kazi gani? Vinaenda kufanyika nini? Hapana, simwambie chochote. Lazima ajue sasa. Unatakiwa urudi. Uende ukamwambie mfanye tena ndipo ulete.
na kama ukiona ni ngumu, nafasi bado ipo, unaweza ukafanya na mimi mwenyewe, jambo likaendelea kukaa sawa. Kwa hiyo hizi nisizilete tena basi. Hizo zina kazi tena, zinatakiwa nyingine. Umenielewa? Ndio nimeelewa. Unaweza ukaenda. Asante. Baada ya hiyo ndugu yangu bwana, sisi binadamu nimekaa nimeumiza kichwa sana. Kwa ndugu yangu nimekukosea. Nimekuja hapa ofisini ndugu yangu, nahitaji msamaha wako. Nimekukosea sana. Ila nimekaa nimeumiza kichwa, nimegundua kwamba kuna sababu wewe na mimi ya kuyamaliza haya mambo. Nahitaji sana msaada wako. Mimi naelewa ndugu yangu. Naelewa sana. Sisi tunaweka kitana nani? Kitaka sehemu ya ngapi? Ndugu yangu mimi ile siku mimi sijajua kama ile issue yote iliyotokea ni wewe ulipanga kwamba tukutane uyamalize. Yaani mimi sijajua kabisa. Kwa hiyo baadaye nimekaa nimetulia ndugu yangu, nimegundua kabisa nimekosea. Nahitaji msaada wako. Jaribu kulimaliza ili ndugu yangu. Kwa sababu gani? Saladu, hebu nisikilize kwanza. Sio kama nakukatisha. Na sina lengo baya kuongea katikati ya maongezi yako. Hivi ashumu kama ile siku ungekuwa umekuja na silaha pale moja kwa moja kama ulipokuja vile umewaka, usingenidhuru mimi? Yaani kama nimekuja tu vile umewaka kiasi kile, ingekuwa kama una silaha pale, silibidi hata mimi umenidhuru. Hakuna kingine ambacho nitakiongea kama ambavyo niliongea siku zile. Kwamba mimi usinishughulishe tena kwa chochote wala usinihusishe juu ya hili. Itabaki kuwa hivyo tu. Ndugu yangu Jonas, mimi nimekukosea na kuomba msamaha, lakini pia nahitaji msaada wako. Kama ule binti aliweza kuja pale kwa maneno yako, inaonyesha kabisa kwamba una uwezo wa kumcontrol na akakuelewa, na kuomba msamaha ndugu yangu. Salado. Sawa. Point yangu iko hivi. Wewe umepoteza imani kubwa sana kwangu. Mpaka inafikia hatua ya kuwaka vile. Wewe hauna imani na mimi. Hicho ndio kitu kikubwa ambacho mimi nakizungumzia. Na ndio maana naendelea kusema kwamba usinihusishe tu tena. Kwa sababu wewe hauna imani tena na mimi. Sawa. Sawa ndugu yangu. Kama umefikia stage utake kunisamehe, bado nalijaji sana lile lililotokea, sawa. Lakini mimi ni ndugu yangu, rafiki yangu. Na nimekuja hapa kwa sababu ya kuomba msamaha. Nahitaji msamehe, maisha mengine yaendelee. Na ule binti kama una uwezo wa kumshawishi na akakuelewa, bado nahitaji msaada wako. Mimi sina la zaidi. Lililonileta hapa ni hilo. Nimekaa, nimeona kabisa nimekosea, na wewe ni mshikaji wangu wa kitambo. Siwezi kuruhusu mwanamke atugombanishe, wewe na mimi tugombane. Kama utaona kuna sababu ya kunisamehe, na usubiri msamaha wako. Kaa fikiria, nifikirie vizuri. Wewe mimi ni rafiki yangu wa pekee. Nifikirie hilo ndugu yangu. Ufafanuzi wako nimeuelewa, ila siwezi kufanya hicho kitu ambacho unakihitaji, kwamba mimi nivue nguo zangu ndio iwe tiba ya mwili wangu. Kwa hiyo umezunguka mzunguko wote uliozunguka huu, mara si utumie mwili, utumie akili, kumbe lengo lako nivue mimi nguo zangu ili niweze kupona. Na kama shida ni kupona, basi nisipone tu, niweze tu kurudi nyumbani, na kama kufa nikakufilie mbali.
Alafu mimi nimekuambia hivyo kwa maana upambanaji wa mume wako hatoweza kuleta vile vitu, na ndio maana nikatumia njia mbadala kama njia ya usaidizi kwako. Siwezi mganga. Kwa umezunguka kote, mzunguko wote uliozunguka, mara sijui utumie akili, tumie sijui mwili, ufani zako ndio hivyo. Siwezi kuvua nguo zangu kwa sababu ya tiba yangu. Au labda unahisi kama ukifanya hivyo labda mimi nitafaidika, au na wakati mimi nishakwambia nafanya kama nakusaidia tu, lakini bado wewe unakuwa unaleta kipingamizi hivi hivi. Wewe si mtaalamu? Ndio. Hauna njia nyingine ya kuweza kunisaidia mpaka nivue chupi yangu? Sawa. Kama unakuwa mgumu kuelewa au unaona ngumu, wewe nenda, tutaona huko. Lakini unaweza ukachagua, nakupa tena fursa. Ukaangalia ukiona bwana unaenda, nenda. Tutaona hapo hapo. Ukiona bwana basi unaweza ukafanya kama nilivyokuelekeza. Hata kama mume wangu akae hapo, anishawishi atakavyo, siwezi kukuvulia nguo zangu. Yaani hata kama ukamuita akakaa hapo, akasema bwana tiba ya huyu, kwa kuwa wewe umeshindwa, inabidi akubali kutembea na mimi au kulala na mimi, siwezi. Mimi nimemaliza. Nadhani ushanielewa. Ina maana mwanzo walifanya siri. Baada ya umeenda huko imeshindikana, ndio sasa hivi unakuja kuniambia ukweli. Unajua nyinyi ni wauaji sana. Hivyo wewe unaniona mimi mbaya, lakini mimi sina nia mbaya. Kwa hiyo maana yake mwanzo mbona ukuniambia hujai? Unataka kuniambia nitokee madhara mengine ikitoka yangenikuta mimi, wewe ungenufaika na nini? Yaani mimi ndo najua nini nafanya. Wewe tayari tu. Kitu chochote kile kina madhara yake. Hata hichi kisu unachokitumia kukata nyanya, unapokata nyanya kwako ni faida, lakini kuna wakati mtu akijichoma akifa haiwezi kuwa faida, ni hasara hiyo. Kwani kuna leo ununua kisu ili mtu ajiue? Ukijikata mkononi inaweza ikana ladha yake kafanana na unapokatia kitunguu. Usiseme haiwezi kuwa na madhara. Sawa, mimi nimekuelewa. Kwa sababu shida yangu hii mimi ndo najua umuhimu wake. Na msaada wangu ndo wewe. Tufanye hivi, mimi niko tayari kukulipa kwa chochote. Kwa gharama yoyote niko tayari. Wewe niambie tu. Kwa hiyo umeamua kuingiza hela ili nione kuna urahisi. Sijamaanisha. Naomba unisaidie. Kwa gharama yoyote. Mimi naomba unielewe katika nilichokujibu. Kiukweli sidhani kama naweza nikarudia tena upumbavu huo. Kwenye upande wangu mimi kwa hesabia tu imeshindikana. Alafu kwani mbona hii? Lakini Hii mbona inaniganda sana mimi? Unataka kuniambia hakuna mtu mwingine? Uwezi jua, najiulize wewe kwa nini? Kwa sababu gani? Nimeangalia kote, kwa nini uwe wewe? Wewe ndo msaada wangu. Sasa mimi ndo sitaki. Nakuomba. Kwangu mimi hilo haliwezekani. Ila mimi naomba unisaidie, nitakulipa kweli. Basi nikupe muda ufikirie kidogo. Unipe muda nifikirie nini? Mbona nimeshakujibu tayari? Niko tayari hata kukulipa. Weka tafakari kwanza basi. Shida sio kunilipa. Hicho unachohitaji kunilipa wewe, sidhani kama kinafanana na uhai wangu mimi. Sidhani kama kinafanana na maisha yangu. Unahitaji unilipe, unataka kunilipa nini? Nitafute mtu mwingine basi. Mimi naamini wapo watu wanaoweza kuifanya hiyo kazi. Niliingia mwanzo kipumbavu tu kwenye ule mkenge, lakini sidhani kama naweza nikarudia tena. Mimi naomba unisaidie kwa gharama yoyote ile, niko tayari. Mimi nashukuru nimekuelewa lengo lako ni, na nashukuru Mungu kwa kunijalia kujua ile tatizo lako. Asante.
Najua wakati unaopitia, lakini jitahidi kuwa mvumilivu. Nadhani mimi nitaendelea kupambana ili tuhakikishe mazingira mengine yote yanakaa sawa. Mume wangu, kama hujatekeleza vile vitu ambavyo nilikwambia mganga, mimi naomba tu turudi nyumbani, kwa sababu ninayopitia ni magumu sana. Siwezi kuvumilia. Najua sio kama sijui, ila kwa sasa nafasi ambayo uliobakia nayo wewe au tuliobakia nayo ni ya kupambana. Mimi naomba mnipe muda niendelee kupambana, kwa sababu tayari hili jambo tumeshalianza. Tusilikimbie, tuangalie namna ya kuweza kulimaliza. Mimi imani yangu mambo yatakaa tu sawa. Hebu endelea kuvumilia. Amini kwamba nayapitia magumu, naomba unielewe. Sawa, nimekuja kwa mganga, najisikia afueni. Hapa tu tiba sijaanza, lakini kwa vitu ambavyo navipitia, fikiria hata mke wake. Chanzo cha yeye kuitwa mke alikuwa kama mimi. Mpaka leo amekuwa mke. Na alipitia changamoto nyingi sana. Mpaka mume wake ameweza kumfanya awe kichaa. Mume wangu yule ni mganga. Mganga siku yote ashindi kwenye jambo lake. Anaweza kutumia njia yoyote ile, ili hadi tu atimize lengo lake. Sawa, naweza nikaendelea hapa kukomaa na kaa. Mwisho wa siku naweza nikaa na msimamo wangu, lakini anaweza kanipa dawa hii, nenda kaoge, uone kama itakuwa njia rahisi ya kufanya jambo lake. Kwa hiyo unakuwa mbishi, lakini mimi ndio ambao napitia hizo changamoto. Naomba unielewe. Msimamo wangu mimi ni kubaki hapa, wewe ubakie hapa. Akitokea kitu, mimi imani hiyo ninayo. Hakuna kitu chochote kinachotokea. Sisi tukumbuka naye pia vile binadamu, na sisi pia tuna Mungu wetu. Kikubwa wewe uwe na imani na ujue hiki kitu akiweza, yaani ukitengeneza akitokei, akiwezi kikatokea. Nadhani hapo tuishie hapo, kwa sababu tusiwe na jambo jingine tena. Nisikilize. Na kama swala la kutongozwa, mbona hata nyumbani pia unatongozwa? Na hatujawahi kuhama. Au nafikiri mimi sijui kama unatongozwa? Ila cha muhimu hapo tuangalie, hili swala ni kubwa. Ulikuwa katika hali sio hali hii uliokaa nayo, muda siku umefika. Ulikuwa kwenye hali mbaya sana. Kwa hiyo endelea kuvumilia, endelea kutafuta namna yoyote unayoiweza, mke wangu. Huwezi kukutana nalo hili. Basi sawa. Ila kitakachotokea tusilaumiane. Maana yake unataka kumkubalia? Kila ninachokuambia utaki kunielewa. Mimi ndio ambaye naishi hapa na changamoto mimi ndio ambazo nazipitia. Lengo ukubaliane naye. Sababu unaona kama unatengeneza mazingira hivi ya kusema wewe uweze kukubali kitu kirahisi. Sikuelewi. Nimekuwa mnyonge, heshima iko wapi? Imeshapotea. Nimenyang'anywa tonge, dunia iko kichwani inanielemea. Usema malipo duniani, leo najionea kwa macho. Uzembe niliofanya, nimepoteza mtu nayempenda. Tena nilimpa thamani, tukala mpaka na kiapo. Leo siamini macho yangu, ameniacha ameenda. Hase najibebesha furaha inakataa, bado nazidi kuwa mnyonge. Inakataa. Siku zingerudi nyuma, nipate japo msamaha. Nikiri makosa yangu ni muombe msamaha. Ni mwenyewe najishanga, najua anayofanya yampendezi Mungu, ila mimi nafanya bila moyo utulie. Nashindwa zuia tamaa, najua riziki mafungu langu nilipata nikalitupa mbali, ndo linafanya nilie. Tik-tak, tik-taka, Mungu amebadilisha mambo. Tik-tak, tik-taka. Sasa kwani ni kipi ambacho wewe hapo unakiona kwamba kina hatari sana? Kwa sababu wewe fedha unapewa, sikuelewa bwana. Na mboga pia unapewa. Ukikupa nini? Changamka. Hamna lazima. Mimi rafiki yangu nimekuja kuomba kwako ushauri, nimetegemea labda ninaweza nikashauriwa bwana, uliposhikilia simamie hapo hapo. Kumbe ndo kwanza naona nataka kuniingiza kwenye matatizo. Wewe unaona lile ni jambo rahisi na ni jambo zuri tu. Lile sio gumu Kishada.
Sio gumu kwa wewe kwa sababu ulishaanza kumtamani mapema. Lakini kwangu mimi ambaye sikuweka matamanio nayo inakuwaje rahisi? Nisikilize Kishada, wewe ni mjane alafu unaelewa. Unahitaji mboga na kuita yenyewe. Watu wanahangaika kutafuta mboga Kishada. Mboga unaletewa na hela juu. Na wewe hujatafuta mwenyewe kakufuata. Wewe bana, wewe naye bana dangine bana. Wewe utaniangamiza. Kwa mwanangu unakuta Mungu kasoro. Wewe unataka kuniangamiza. Yaani wewe unachukulia tu kwamba hela kwa sababu ndio mboga sio wenyewe unaita mboga. Okay. Wewe unasemaje? Mimi bwana swala ile sidhani kama nitalifanya. Sidhani kama nitalifanya. Maana naona madhara yake ni makubwa kuliko hicho unachotaka. Kwa sababu mimi sitaki kuamini kwamba eti ana hela nyingi, kutokana na mimi nitanufaika labda nitapata hela nyingi. Kwa hela gani alizokuwa nazo yeye? Sasa wewe fanya na mimi sio nifanye na zoea, maana yake nitashikilia nilipoanza kuzungumzia hapo. Uoga huo. Tuache mada hizo. Ngoja ile. Leo mpaka leo bosi hajarudi tu. Yule madam mifumo yako nishamsaidia kwenye simu nikamwelekeza. Jibu alionipa na baba na nashukuru kwa kunielekeza hilo. Yaani kwamba nimepita mbele ya mawazo yake kwamba waliopo hawatoshi. Lazima wengine waongezeke, yani waaminifu. Ila kwa sababu mwanangu namna gani? Uhakika, yani shughuli wewe lazima ufanye. Lazima uipate. Wewe mwanangu unazali. Yaani wewe unazali. Unazali wapi bwana? Kazi hapo unapata. Yaani uhakika kazi unapata. Na mboga na pia umeitiwa na hela unataka kupewa. Alafu na kwa muoga. Mada hizo achana nazo bwana. Wewe unaendelea mada hizo tu. Mambo gani ya bwana? Mimi bwana ngoja nikuache tu ndugu yangu. Sasa mimi najichenga basi. Bwana baridi, sema mimi nizipige maji zile zina kama siku 3 hivi. Zipo kama 800 jamaa aje azifuate. Sawa, lakini hapa niliondoka nalo kwamba wewe kwenye hoja yule sipasi kuja kuomba ushauri. Sema joni ni Kishada. Mungu akupi mkononi mwanangu kizali hicho. Mingine mitihani mzee. Sio kila anayokupa ni bahati, mingine mitihani. Hayo na mwanangu baridi. Sawa. Poa. Fresh. Oh, doctor. Ulaya vipi? Umeshamaliza kile kitu kimeka fresh. Vipi? Poa. Ndugu yangu, zoezi limeshindikana. Doctor. Alafu mimi mbona nilikuamini? Kwa tutoroke nyumbani, si ndio maana? Tumeharibu kazi, amefariki. Amefariki ndugu yangu, tumeharibu kazi, nielewe, amefariki. Nimekuwa mnyonge, heshima iko wapi? Imeshapotea. Nimenyang'anywa tonge, dunia iko kichwani inanielemea. Kusema malipo duniani leo najionea kwa macho. Kwa uzembe niliofanya nimepoteza mtu nayempenda. Tena nilimpa thamani, tukala mpaka na kiapo. Leo siamini macho yangu, ameniacha ameenda. Hase najibebesha furaha inakataa. Bado nazidi kuwa mnyonge, inakataa. Siku zingerudi nyuma, nipate japo msamaha. Nikiri makosa yangu ni muombe msamaha. Mimi mwenyewe najishanga, najua